Karibuni sana wapendwa watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV. Leo ni Ijumaa nyingine katika kipindi cha Kwaresma ambapo kanisa imekuwa ni utaratibu wake na tamaduni yake kutualika kufanya tafakari kwa namna ya kipekee katika ibada ya njia ya msalaba. Na katika safari ya Kristo kuelekea Kalvari ambayo inajidhihirisha katika njia ya msalaba, tunaona Yesu anaanguka mara tatu, ikiwa ni ishara ama alama ya anguko letu sisi wanadamu. Kuanguka kwa Kristo hakukuwa ishara ya kushindwa, lakini anguko lake lilikuwa ni alama ya mapambano ya kweli ya mwanadamu dhidi ya uovu. Wapendwa, katika kituo cha 3, cha 7 na cha 9 Yesu anaanguka. Hii inaonyesha katika maisha yetu ya kawaida kama wanadamu tunajikuta tumeanguka dhambini. Nini ambacho kimesababisha? Ninaomba tutembee pamoja tunapotafakari vituo hivi, kuona sababu zilizopelekea Kristo akaanguka, lakini tuzitafakari kama sababu ambazo zinasababisha pia maanguko yetu katika dhambi. Katika kituo cha 3, kadiri ya ule utenzi, Yesu anaanguka kwa sababu mzigo aliyoubeba ama msalaba aliyoubeba umemwelemea. Wapendwa, katika maisha yetu kama Wakristo, kuna wakati tunajikuta tunaanguka dhambini kwa sababu ya kile tulichokibeba, kwa sababu ya kile ambacho tumekiweka mioyoni mwetu. Tumebeba chuki, tumebeba wivu, tumebeba mizigo isiyostahili kubebeka, lakini tumeibeba, na hiyo ndio inakuwa chanzo cha kutuelemea na kutufanya tuanguke dhambini. Lakini wakati mwingine kuna wengine ambao tunaanguka kwa sababu ya misalaba tuliyoibeba, msalaba wa familia, msalaba wa uongozi na msalaba wowote ambao umeupokea. Kwa kuwa tunashindwa kuupokea kadiri ya mapenzi ya Mungu, inatupelekea huo msalaba ambao ni kitu chema kwa kweli, unatufanya tuingie dhambini. Kwa mfano, baba wa familia katika kujikwamua na hali yake anaweza akajiingiza katika ufisadi ili kusudi aikomboe familia yake. Ni katika mahangaiko ya kuutetea ule msalaba aliobeba. Wapendwa, tuipokee misalaba tutakayoipewa kwa imani, lakini pia tuchague mizigo ya kubeba. Usibebe kila mzigo, amua kubeba msalaba na ubebe vizuri. Katika kituo cha 7 Yesu anaanguka mara ya pili. Katika kituo hiki, sababu zinazomfanya Yesu kuanguka kadiri ya utenzi unaotualika katika kituo hiki ni kwamba waliomzunguka walikuwa wakimvuta huku na huko. Wapendwa, na sisi mara zote tunakuwa tukianguka dhambini ni kwa sababu ya wale waliotuzunguka, kwa sababu ya mazingira yaliyotuzunguka. Yawezekana ni marafiki wabaya, yawezekana ni system mbaya iliyoko inatuzunguka, yawezekana ni mitandao ya kijamii. Mimi na wewe yatupasa kujiuliza, sisi tupo katika hali hiyo? Je, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha tuanguke dhambini? Lakini pia sababu ya 3 tunaipata katika kituo cha 9 ambacho Yesu anaanguka mara 3. Anaanguka kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Wapendwa, wakati mwingine pia tunajikuta na sisi tumeanguka kwa sababu ya udhaifu wa roho zetu. Tunakuwa wavivu wa kujiweka karibu na Mungu, hivyo tunampa nafasi zaidi shetani awe sababu na chanzo cha kuanguka. Kwa hiyo sababu hiyo inatokana na udhaifu wetu wa kimwili na wa kiroho, hasa kujiweka karibu na Mungu, kuacha sala, kuacha kufanya matendo yaliyo mema kwa Mungu, kuacha kupokea masakramenti kwa imani. Lakini katika sababu zote hizo, Kristo daima hakubaki chini. Alinyanyuka akaendelea na safari ya ukombozi. Hivyo ni mwaliko kwetu sisi sote, licha ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha tukaanguka dhambini, ni mwaliko wa sisi sote kunyanyuka kwa imani na kuendelea na safari ya kuelekea wokovu na ukombozi wetu. Tumwombe Mungu atujalie neema yake ili kusudi daima tusibaki katika dhambi, na daima tutambue madhaifu yetu, daima tutambue sababu zinazoweza zikatupelekea tukaanguka dhambini, na baada ya kuzitambua tuzifanyie kazi ili kusudi tusijikute tumeanguka, na kama itatokea, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuinuka na kuendelea kwa safari. Katika kuendelea na mapambano hayo dhidi ya imani na tunapoendelea kutafakari vituo vya njia ya msalaba, nami naungana na ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania nikiwaambia, ndugu, msichoke kutenda mema. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Amina.